tumepata fursa ya kuja hapa kwenye soko la hisa Dar es Salaam kujifunza mambo kadha kuhusiana na soko hili na mwenendo unavyoenda. Kama taasisi ya haki madai tuna jukumu kubwa sana la kuzidi kuchochea uwekezaji, sababu naamini mwekezaji anapojua haki zake hasa kwenye upande wa kimadai, basi anakuwa na nguvu zaidi ya kuwekeza zaidi. Shauri husika linaendelea na tunatarajia hivi karibuni baraza litatoa maamuzi yake, na pande anahusika basi kama haki ipo atapata haki yake. Na labda tuambie wananchi kwamba shughuli za baraza zimeshaanza, ndio maana tunaendelea kujengeana uwezo, kuelewa soko, na tunaendelea kutembelea wadau mbalimbali kuelewa kila mdau wa soko anashiki vipi kwenye masoko yetu, masoko mitaji na dhamana. Kama baraza tumechukua jitihada mbalimbali, mathalan kupitia vyombo vya habari, lakini pia kupitia kurasa zetu za kijamii, ambapo kama sasa hivi kwa kila wiki mara 2 tunatoa elimu, tunatoa vidokezo ambavyo vinaelezea kwa fupi majukumu ya baraza, lakini pia nafasi ya mdau kwenye baraza, anza kashiki vipi na baraza kwenye kupata haki yake. Kuna mambo mbalimbali, mathalan wajumbe na baraza kwa ujumla wamejifunza. Kwa mfano, utakunua hisa unapita tatu gani? Mwekezaji anaweza kanunua hisa mwenyewe au akapita kwa wakala. Lakini pia kuna sheria, kwa mfano kuna T1 na T3. T1 kwa upande wa bondi, kwa upande wa equity ni T3. Sasa vitu kama hivi vinasaidia baraza, lakini pia kuna vitu ambavyo wamejifunza kwenye upande wa market malpractice, mambo ya insider trading. Lakini pia leo wameona kwa uhalisia trading kwenye platform ya DSE inafanya kazi. Sasa vitu kama hivi ukivifahamu, hata kija mbele ya baraza wanakuwa na uwanja mkubwa zaidi wa kutoa maamuzi ambayo yanatija kwa soko letu. Kwa baraza, kupata baraza bado tupo kwenye harakati au mchakato wa kuendelea kuwafikia wadau kwa ujumla, ili wajue nafasi ya baraza kwenye soko. Na kimsingi nafasi ya baraza kwenye soko ni kuendeleza kukuza soko letu, sababu tunaamini wananchi au mwekezaji yote akielewa nafasi ya baraza kama taasisi ya kimadai kwenye sekta hii, basi anakuwa na nguvu zaidi na imani kubwa zaidi ya kuwekeza zaidi na zaidi, sababu akijua kwamba uwekezaji wake uko salama. Kwa sasa ofisi za baraza ziko Dar es Salaam, lakini pia tupo tunaandaa mfumo wa kupokea mashauri kwenye mtandao, ambapo mfumo huu utasaidia mwananchi kokote alipo akiwa na changamoto yake, basi anaweza akakata rufaa kupitia kwenye mfumo huo. Na pale mfumo ukamilika, basi tutatangazia umma wawe tayari kwa ajili ya kutumia mfumo. Naitwa Peter Nalitolela, ni afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa Dar es Salaam, na nazungumza nanyi kutoka kwa soko la hisa leo hapa tulipo Exchange Tower, Morocco Square, na tumekuwa tuna ugeni kutoka baraza la masoko ya mitaji na dhamana katika kuanzia Jumatatu hadi kufikia leo siku ya Jumatano, na mwenyekiti wa baraza pamoja na wajumbe wake walikuwa wamekuja kutembelea hapa na kujua zaidi kuhusu jinsi tunavyofundisha soko, majukumu yao, ili wao kama wasimamizi wa taratibu za kisheria waweze kujua pale papotokea mashauri ambayo yafika mbele ya baraza, wajue kwamba mwenendo unaendaje na waweze kusimamia vizuri. Baraza la masoko ya mitaji na dhamana ni taasisi ambayo ina hadhi ya kimahakama kuu, kwa maana kwamba katika mashauri yote, ukitoa ile ambayo inakuwa ya kijinai, mashauri yote ambayo yanahusu masoko ya mitaji na dhamana, huwa kuna hatua tofauti za kujadiliana na kama kuna tofauti ya maelewano, ambazo kuna taasisi ambazo soko la hisa Dar es Salaam linasimamia, naanzia hapa kwetu, lakini kuna taasisi ambazo tusimamia sisi, au kama ikiwa sisi imetoka kwenye soko la hisa Dar es Salaam enda kwenye mamlaka ambayo CMSA, lakini mamlaka juu kabisa katika usimamizi wa mambo ya kisheria ni baraza. Na iwapo sasa baada baraza kama bado mtu hajaridhika, ndio anaweza kwenye mahakama ya kirufaa. Kwa mwenyekiti wa baraza anakuwa ni mteule wa rais ambaye ni jaji wa mahakama kuu, na wao imeundwa ili kuhakikisha kwamba masoko yanaendeshwa kwa uwazi, kwa usawa, na kila mtu apate haki yake na afanye majukumu yake. Na inasaidia sana kukuza imani katika soko.
na ni mabadiliko ya kisheria ambayo yalifanyika ili kuendelea kukuza masoko ya mitaji ya dhamana Tanzania na kuleta imani kwa wawekezaji wa ndani na nje ya Tanzania.